Amen. Amen. Bwana sifiwe. Hapo Biblia inakwambia kwa siku ya leo. Ati Musa, basi hapo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani. Ati jinsi Musa alipochunga kundi ama kondoo za Yethro. Bwana sifiwe. Jinsi umekuja mahali hapa, wewe ndio Musa wa siku ya leo, unachunga kondoo za Mungu. Bwana sifiwe. Mungu amekutuma mahali hapa kuchunga kondoo zake. Mungu amekuita Dumatu kuchunga kondoo zake. Bwana sifiwe. Wewe ndio Musa wa siku ya leo. Haleluya. Chukua kwa nafasi ya Musa ukaweke jina lako. Bwana sifiwe. Chukua kwa nafasi ya Musa ukaweke jina lako. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho. Bwana sifiwe. Ati malaika wa Mungu akamtokea Musa. Malaika wa Mungu anakutokea wewe siku ya leo. Bwana sifiwe. Malaika anakuita katika maisha yako. Malaika wa Mungu amekuja katika huduma wako mahali hapa. Malaika wa Mungu ameingia katika maisha yako. Bwana sifiwe. Sikia, ati Musa akaona moto inatoka katika kichaka. Akaona moto inawaka katika kichaka. Bwana sifiwe. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Ati malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Akasikia sauti katika moto. Bwana sifiwe. Uko unasikia sauti katika utumishi wako. Mahali hapa kuna sauti ambayo Mungu akanakuita. Mungu anakuita mahali hapa kwa ajili gani? Uliotoka katikati ya kijiti, akatazama, ati ilitoka katikati ya kijiti. Bwana sifiwe. Akasikia sauti inatoka katikati ya kijiti ama katikati ya moto. Katikati ya moto. Bwana sifiwe. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Haleluya. Ati kila kijiti Musa alipotazama, jinsi wewe unatazama katika moyo wako ama jinsi unatazama katika huduma wako. Ati Musa aliona kijiti kinateketea moto, lakini kijiti hicho kinawaka moto, lakini halikushika moto. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana sifiwe. Ati Musa akasema, nitageuka ili nikaone maono makubwa katika kijiti hiki. Bwana sifiwe. Musa akasema, nitageuka nikamwone Mungu anasema na nini katika moyo wangu. Bwana sifiwe. Nitageuka nisikie sauti ya Bwana ananena nini katika maisha yangu. Haleluya. Amen. Utageuka upige chini magoti usikie Mungu ananena nini katika moyo wako. Ni Mungu ananena jambo gani katika moyo wako siku ya leo. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika ya kile kijiti, akasema,
ati jinsi Mungu alipomuona anageuka, Mungu alipokuona uko unageuka. Bwana asifiwe. Mungu amekuona umerudi nyuma katika huduma wako. Mungu anatazama umerudi nyuma katika njia yako, na Mungu anakuita na sauti. Bwana asifiwe. Mungu ametazama umerudi nyuma katika huduma, uko unarudi nyuma, umetoka kuenda mbele. Yesu akakuita kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Yesu akamwita akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Mungu akakuita kwa jina. Bwana asifiwe. Mungu akamwita Musa, Musa. Musa akajibu, mimi niko hapa. Mungu akamwambia nini? Naye akasema, usikaribia hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Haleluya. Yesu akamwambia Musa, Yesu alipomwita Musa, Yesu akamwambia, usikaribia mahali hapa, vua viatu vyako, mahali umesimama ni mahali patakatifu. Bwana asifiwe. Mungu amekuita katika mji huu. Mungu amekutuma katika mji huu, katika mji wa Kimati. Bwana asifiwe. Usiangalie ni wapi penye umetoka, usiangalie nani ako nyuma yako, usiangalie nani yako kinyume yako. Bwana asifiwe. Sikia sauti ya Mungu ananena nini katika maisha yako. Sikia ni Mungu ananena nini katika moyo wako. Sikia ni Mungu ananena nini katika huduma wako. Bwana asifiwe. Mungu akanena na moyo wako kwa siku ya leo. Mungu amekutuma mahali hapa ukaweze kufungua wale waliofungwa. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa. Bwana asifiwe. Ati Mungu alipoonekania Musa, Mungu akamwambia, mimi ni Mungu wako wa baba wako. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu wetu, ni Mungu katika aliyekuwa na nguvu kushinda ya waganga. Bwana asifiwe. Ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Haleluya. Amekuita mahali hapa ili kaweze kuhubiri injili, watu waokolewe. Bwana asifiwe. Ukahubiri injili, watu wakatoke katika dhambi, watu watoke katika dhambi, wakaona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Wale wamefungwa katika laana, wakatoka katika laana, wakaona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Tena kiendelea akasema, Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao. Bwana asifiwe. Ati Mungu ameona ama amesikia kilio cha watu walio Misri, walio katika mikono ya Farao. Bwana asifiwe. Mungu amesikia kilio ya watu walio katika mji huu. Mungu amesikia kilio watu waliolia katika mji huu. Bwana asifiwe. Mungu amesikia kilio yao, ndio maana amekutuma wewe mahali hapa. Haleluya. Ndio maana Mungu amekutuma wewe mahali hapa. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu amekutuma katika mji wa Kimati. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu amekutuma.
Kama si kilio cha mahali hapa, Mungu hangekutuma. Bwana sifiwe. Na kwa sababu Mungu amesikia kilio chao, kwa maana Mungu amekutuma katika mji huo, ukaweze kaondoa, ukaweze kaushika, ukaweze kuwahubiria Injili, ukaweze kuhubiri neno la Bwana. Haleluya. Ili Mungu akaweze kuwainua, ili Mungu akaweze kuwaondoa katika dhambi zao. Bwana sifiwe. Ukiendelea akasema, kwa sababu ya wasimamizi wao na yajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Bwana asifiwe. Ati katika wasimamizi wao, haleluya, ati Bwana amesikia ili akawezi kaondoa katika mikono ya maadui, katika mikono ya waganga, katika wafungwa walio ndani. Mungu amekutuma wewe katika mji huu, haleluya, ukaweze kupitia wewe. Kuna watu ambao Mungu anaenda kuwafungua kupitia maombi yako. Kuna watu ambao Mungu anaenda kuondoa katika laana. Kuna watu ambao Mungu anaenda kuondoa katika vitu sio vizuri. Bwana sifiwe. Kwa sababu yako mimi na wewe, kwa sababu yako maombi yako mimi na wewe. Bwana sifiwe. Mtazame Yesu kwa siku ya leo. Kuna watu ambao wamefungwa. Ukiendelea Biblia inasema kwamba wamefungwa katika madhabahu walio katika mikono ya Farao. Inawezekana kuna watu ambao wamefungwa katika uganga, uchawi, ulevi, na wewe unaenda kuwafungua. Haleluya. Utaruka 11. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoa wana wa Israeli watoke Misri? Bwana asifiwe. Ati mimi ni nani? Unajiuliza mimi ni nani? Bwana asifiwe. Huko unajiuliza mimi ni nani naweza kuja mahali hapa kuondoa watu? Bwana asifiwe. Ninajiuliza katika moyo wangu, mimi ni nani naweza fungua watu katika mji huu? Mimi ni nani naweza omba ili nitangatu katika mji huu? Bwana asifiwe. Mimi ni nani naweza sema watu wanisikie? Haleluya. Mimi ni nani naweza ongea watu wanisikie? Na Yesu akamwambia, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii. Bwana sifiwe. Usikuwe na shaka, usikuwe na shaka, usitetemeke. Bwana sifiwe. Maana Mungu ako nasi kwa siku ya leo. Maana Mungu amesimama nasi asubuhi ya leo. Maana Mungu ako nasi siku ya leo. Bwana sifiwe. Haleluya. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Bwana sifiwe. Tutamwabudu Mungu katika mlima huu. Haleluya. Tutamwabudu Mungu katika mlima huu. Tutamwabudu Mungu katika shamba hili. Haleluya. Watu wa Mungu wakifunguliwa, tutamwabudu Mungu mahali hapa. Bwana sifiwe. Watu wa Mungu wakitoka katika visarakasi vyao, tutamwabudu Mungu katika kanisa hili. Mungu aliyo hai. Mungu aliyo hai ni Mungu ambaye tunaenda kuabudu. Bwana sifiwe. Maana Biblia imekwambia tukitoka tukaenda kutoa watu katika mikono ya Farao, katika mikono ya maadui, katika makondo waliofungwa ndani, tunaenda kumwabudu Mungu katika mji huu.
Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kiendelea anasema, Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wataniuliza jina lake ni nani? Nawaambia nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Haleluya. Watakuuliza nani ndiye amekutuma? Bwana asifiwe. Hata ukienda kuomba kwa jirani tu, mtoto mpaka mtoto asema, mama tusaidie kwa mama tuombe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ama tusaidie kwa baba panga. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa Musa ninataniuliza ni nani amekutuma? Yesu akamwambia, nenda tawaambia, mimi niko ambaye niko. I am who I am. Bwana asifiwe. I am who I am. Bwana asifiwe. Akasema ndivyo utakavyoambiwa wana wa Israeli, mimi niko. Bwana asifiwe. Hata hivyo utawaambia wana wa Israeli, hata wakipinga utawaambia mimi niko, ndivyo niko tena amenituma. I am who I am has sent me here to declare and to tell you about the good news of Jesus Christ. For the living God. Amen. Hallelujah. I am who I am. He has sent me to you to declare, to restore, and to build the foundation of the true Holy Spirit. Bwana sifiwe. Ni Mungu ambaye amekutuma mahali hapa. Mungu wasi ainuliwe. Haleluya. Kuja yako mahali hapa, Mungu kuweke hii nyumba mahali hapa, kuna lengo na makusudi. Kuna watu ambao wamefungwa katika vifungo, ili Mungu anataka akaweze kuwafungua. Bwana sifiwe. Haleluya. Na utafunguliwaje? Kama mimi na tumesimama katika maombi, tumeombea mioyo zao, tumeombea njia zao, tumewaambia toka katika dhambi, mkaona ufalme wa Mungu. Biblia inasema hii inaituache tuone ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Toka katika dhambi, toka katika usharati, toka katika ulevi, toka katika njia mbaya, tukaona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Maana mbingu wanaenda walio watakatifu. Haleluya. Napenda kwa mchungaji anapenda kusema kwamba ukienda mbinguni, mimi nitaenda peke yako. Ukisema nilikuwa na wewe, mimi nakukana, mimi nasema sikujui. Bwana sifiwe. Maana inakwambia toka katika dhambi umekataa. Alafu wakati ukifika utasema mchungaji nilikuwa na wewe. Bwana sifiwe. Mimi ndakukataa. Haleluya. Hapo sikujui. Ni wakati sasa tutoke katika vitu kufanya kazi dhambi. Kwa kila jambo tunafanya tukaona ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Jiandae moyo wako, uandae njia zako, uandae mwenendo wako, uandae moyo wako, ili ukaone ufalme wa Mungu. Bwana sifiwe. Kitu ambayo Mungu anataka mbele zako, Mungu anataka moyo wako. Bwana sifiwe. Mungu anataka moyo wako. Moyo wako uko aje? Na njia zako ziko aje? Njia zako zikiwa safi, Mungu anaenda kukuinua. Haleluya. Mungu anaenda kukuinua. Katika huduma Mungu anaenda kukuinua. Katika njia zako, katika biashara Mungu anaenda kukuinua. Bwana asifiwe. Haleluya. Injili kaambia watu wakatoke katika dhambi, wakaone ufalme wa Mungu. Enda hubiri injili katika kazi yako, katika ofisi yako. Hubiri injili ya Mungu, maana Mungu amekutuma.
Bwana asifiwe. Wakikuuliza waambie mimi niko ambaye amenituma. Bwana asifiwe. Mungu wa Yahudi amenituma. Bwana asifiwe. Mungu wa Isaka, Meshaki, Shadraka na Abednego amenituma. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu aliyookoa Shadraka, Meshaki na Abednego katika moto ndiye amenituma siku ya leo. Bwana asifiwe. Tukafuate njia ya Mungu. Usiogope. Wacha kuogopa. Mtu ambaye anaogopa, ogope Mungu. Sikia anasema nini katika maisha yako. Haleluya. Kama nasemanga kwamba hata mzazi wangu sitamwogopa, maana akienda kinyume na neno ya Mungu nitamwambia. Bwana asifiwe. Akienda kinyume kwa neno ya Mungu nitamwambia, na akienda na katika neno la Mungu, Mungu atamuongoza.